Yani ile bro nataka support, si mimi ni comedian nataka support, nataka clip na wewe toa. Yani hamna mtu yote ambaye atakusupport kwa hivyo. Fanya kazi, ukienda kwa mtu umepata nafasi, akukute na wewe ushaanza kufanya kazi nyingi ambazo hazijaenda. Ya, kama nilivyokuambia kwamba tuko hapa Bodi ya Filamu Tanzania ambako Ndutu leo amekuja hapa kwa sababu amepata wito wa kuja Bodi ya Filamu Tanzania. Sasa tutakuja kufahamu mengi zaidi ambayo yamemleta leo hapa hivi. Niaje brother? Shwari. Fresh. Naona una furaha sana leo. Ya, kwa sababu niliitwa, sikujua nimeitiwa nini. So baada ya kujua kama niliitwa kwa ajili ya kupongezwa, kwa hiyo imenipa faraja zaidi kuonesha kwamba nafanya kitu kizuri. Mpaka walizi wetu wanaona na wanaamua kuja kutuita kutuambia kwamba endeleeni kufanya mnachokifanya, sisi tunawaangalia na tunapenda kazi zenu. So ni kitu kikubwa kwa msanii yoyote yule, kwa sababu mwisho wa siku hamna ambaye anapenda kufanya kitu kibaya. Na tulikuwa tumezoea ukiitwa bodi umeitwa kwa jambo baya, yani hapo unajua ni kesi, lakini kama mpaka wanasema njoo unafanya kitu kizuri, ni kitu kikubwa sana kwenye career yangu. Na baada ya ziara hii au wito huu hapa, kuna mabadiliko yote ambayo unaona hapo mbeleni kwenye kazi zako? Ya, kwanza tumeongea vitu vingi nje pia ya sanaa yangu. Tumekaa kikao cha zaidi ya masaa mawili. So tuliongea vitu vya kupongezana, vikaisha tukaanza kupeana mikakati, kufunguliana fursa. So mabadiliko yatakuwa mengi, nafikiri hata aina ya comedy tutakazofanya tutaongeza zaidi hivyo. Kwa comedian wengine ambao labda hawajapata hiyo bahati, unaeleza nini kutokana na wewe baada ya kupata wito, kuona mambo ambayo umeyafahamu leo ambao ulikuwa hujayafahamu? Unaona kuna umuhimu gani wa comedian wengine kusogelea Bodi ya Filamu ya Tanzania? Kuna umuhimu mkubwa sana. Yani kama vile ambavyo unasikia mtoto ambaye anakosa malezi ya wazazi wake anakuwa ni, yani kuna vitu ana miss. So hawa ni wazazi wetu na wenyewe ndio wanaangalia maadili yetu. Kwa hiyo kama msanii ni vizuri kuwa nao karibu, ukawa unajua kitu gani unatakiwa ufanye, kitu gani haitakiwi ufanye, isije kafikia hatua mpaka umeshaharibu, yani ndio unakuja kuwatafuta au wenyewe wamekuita, inakuwa ni hatua mbaya zaidi. So inabidi tuwe karibu, na tunakuwa karibu kwanza kwa kujisajili, yani kwa unatambulika, ili hata unapoenda kufanya kazi sehemu hata kama ni mbali, inatokea watu wanakuletea ghasia zile, mbona ufanye hichi, mbona hivi, tupe kibali. Ukishatoa kile kitambulisho au ukapiga simu anakujua, ni vyepesi kukutetea ama kupata huduma fulani kirahisi kuliko kuwa haujulikani. Okay, turudi basi kwenye kazi zako sasa. Tumeona siku hizi una ubunifu fulani ambao unaenda sana, wewe na Mlewa mnafanya kitu ambacho watu wengi sana wanapenda. Sasa ni ile ya kwamba Mlewa siku zote anakuja kukuharibia mambo yako dakika za mwisho. Hii idea ilikuwaje mpaka ukaja kupata idea kama hii? Ni idea ambazo tumezipata, nafikiri ni baada ya kufanya pamoja. Umeona, tukaona tunaweza tukawa tu ni washikaji fulani ambao hichi kitu kipo kwenye jamii. Kuna wana wengi unaishi nao ila ndio wanao kuchoma. Kwa hiyo sisi tunawakumbusha tu watu kwamba kuna watu tunaishi nao ila sio wazuri kwetu hivi. Okay, na sasa hivi wote ambao mnafanya pamoja ni tayari ni kundi rasmi au mnafanya tu kama wasanii wengine wanavyokuwa wana collaborate? Sisi sio kundi. Sisi na hichi kitu ametushauri hata katibu mkuu wa Bodi ya Filamu Dr. Gervas Kasigwa. Yani anaona taasisi ndani yetu. Kwa hiyo sisi sio tena kundi, sisi ni taasisi. Japokuwa tunafanya kazi kama washikaji ambao tunaleta idea, tuna collaborate, tunafanya kwa pamoja, tuko tunafanya kama team, lakini sasa hivi sisi ni taasisi ya vichekesho Tanzania. Okay, na jambo hilo baada ya kushauri mpaka sasa hivi unafikiria jambo gani, hatua zipi ambazo mnaona kama mtachukua ili kitu chenu kiwe kikubwa zaidi? Ni kuendelea kufanya, kupendana, kushirikiana, lakini pia kujaliana na kusikilizana kama taasisi. Okay. Hebu tuende kwenye familia, elimu mpaka kuwa mchekeshaji, na sasa hivi mchekeshaji ambaye unawaelimisha watu wengi kupitia vichekesho ambavyo unavifanya. Sio kuchekesha tu bali unatoa pia elimu. Hebu tuelezee kidogo kuhusiana na hii safari yako. Mimi nilianzia Kigoma 2016. So baadaye ikabidi nisome kwa nguvu nifike Dar, ili kwa sababu tunajua huko ndo kuna kila kitu. Kwa hiyo nikaja Dar, nimefika chuo na nikaona itakuwa vizuri kama nikisomea kitu ambacho naweza kufanya. Kwa hiyo nilipofika chuo nikasoma Bachelor of Arts in Film and Television Arts. Umeona, baada ya hapo nilipofika chuo ndo nikaanza kupambana, nikaingia Chekatu, hivyo tunaendelea mpaka sasa hivi tupo hapa shewangu. Wewe ni mchekeshaji ambaye unafanya kitu ulichokisomea? Mimi ndo mchekeshaji pekee anayefanya kitu ambacho nimekisomea kwa 100%. Hongera sana kwa hilo jambo, lakini pia hebu tufahamu kuhusiana na ugumu ambao upo wakati unakutana na labda zile comment ambazo ni negative kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hivi kuna watu nakuta
maudhui ni mazuri, lakini unakuta mtu anatoa comment ambayo labda ni tusi. Upande wako ukikutana na comment kama hizi, hatua gani ambazo huwa unachukua ili kujiepusha na kuonekana vibaya kwa jamii? Mwanzoni nilikuwaga nakasirika sana, yani ile ndo naanza nikawa nakasika, huyu ananitukana nini, natamani nimjibu pale na mimi nimtukane. Lakini sasa hivi kidogo nashukuru Mungu, yani mimi nikikuta mtu pale mwanangu unazingua, yani na enjoy, naona yule ndo shabiki wangu, yani ambaye ananifuatilia, so nimefanya kitu ambacho nimemkera. Kwa mimi nazisomaga zile, huyu katukana, si mara idea, si imekuaje, mara nini, nasoma na enjoy, nasema huyu jamaa kuna kitu anahitaji nikifanye bora zaidi, lakini sijafikia. Kwa ninachofanya naongeza bidii kufanya. Hawanivunjagi moyo, ila wananipa nguvu ya kufanya zaidi. Asante sana. Changamoto ni hipi kufanya kutengeneza content na ma comedian wengine, yani kucollaborate? Changamoto hakuna changamoto yoyote. Zaidi ni nahisi mimi sifanyagi collaboration na comedian kisa tu ni comedian. Nafanya collab na mtu kama tuna content ambayo unaona anafiti yeye kuwa pale. Ndio maana utaona mimi na collab na watu wachache sana, kwa sababu content zangu zina choose aina ya watu. Okay, shukrani. Tunashukuru kwa hili jambo ambalo umetuambia kwa siku ya leo. Nafikiri vijana wengi ambao wanafanya kitu kama unachokifanya wewe wamejifunza mengi, lakini kwa mwishoni, hebu washauri jambo lolote wale ambao bado wanapambana, bado wapo hatua za mwanzo kabisa kwenye kupambania nao content creator ambao ni maarufu au wapige hatua kama wewe ambako umefikia mpaka sasa. Cha kwanza kabisa, yani waamini katika wenyewe, wafanye kazi kwa bidii. Hata kama viendi wewe fanya tu, kuna siku vitaenda. Waondoe ile mentality ya yani ile bro nataka support, si mimi ni comedian nataka support, nataka clip na wewe toa. Yani hamna mtu yote ambaye atakusupport. Kwa hivyo fanya kazi. Ukienda kwa mtu umepata nafasi, akukute na wewe ushaanza kufanya kazi nyingi ambazo hazijaenda, then wewe ukienda pale usiende kwa ajili ya kufanya kazi, nenda kwa ajili ya kumuonesha kazi zako, ili yeye akushauri unakosea wapi au uongeze nini ili wewe utimie malengo yako. Lakini hivi sisi vya kuja DM sisi bro nahitaji video moja, yani ukifanya kazi na mimi au na comedian yote ambaye ni mkubwa, hakuna mtu atakuzingatia wewe, kwa sababu wenyewe siku zote wanawazingatia wale ambao kwa sababu wameshakuwa ni wakubwa. Ila wewe ukitaka comedian ni mkubwa, yeye akakushauri kulingana na kazi unavyofanya, kipi ongeze kipi upunguze, itakufanya wewe uwe mkubwa zaidi. Kwa mentality ya kwanza ambayo natakiwa uiondoe ni kuamini kwamba ukifanya kazi na comedian mkubwa au mtu mkubwa ndio na wewe clip zako zitaenda. Ni uongo. Utafanya kazi, watu watakuona na watakusahau. Cha msingi fanya kazi, pambana. Fanya kazi, yani ni hiyo tu, ni hivyo tu. Shukrani sana brother. Tunashukuru kwa muda wako. Hii ni Dems Media, mimi ni Abdul Juma. Tukutane kwa wakati mwingine kunako majali wa Mwenyezi Mungu. Asante.